wa mtumishi wako Musa. Sikiliza wapendwa, kwa hiyo amri zinakuja kwa mkono wa Musa, lakini neema inakuja kwa mkono wa nani? Wa Yesu Kristo. Mungu anaandika, anaambia Musa, hata kama umezivunja, chonga mbao mfano wa zile, andika kile, chonga mbao na mimi nitakuja niandike. Yeye mwenyewe akaandika kwa chana chake yeye mwenyewe. Na baada ya kuandika, wanadamu wakatumia sheria vibaya, lakini Yesu anapokuja anakufa pale msalabani ili utukufu wa Mungu uweze kufanya namna gani? Kuinuliwa. Na baada ya utukufu wa Mungu kuinuliwa, neema yake, upendo wake, rehema zake ziweze kujaa ndani ya uso ulimwengu, ili mwanadamu yoyote atakayetenda dhambi apate haki, apate neema, apate uhuru juu ya msalaba wa Yesu Kristo. Na uhuru ule utampatia sehemu ya kuchagua, aweze kuchagua kupotea ama kuokolewa milele. Ndio maana na uzima wa milele ndio huu, wakujue Mungu wewe uliye wa kweli, alafu baada ya hapo wamjue Yesu Kristo ambaye alifanya namna gani? Uliyemtuma. Yaani uweze kuelewa kwamba busu hili lenye upendo linatoka kwa Mwenyezi Mungu kwa njia ya sheria, lakini anapokuja kwa upande wa Yesu Kristo linakuja kwa njia ya neema, linakuja kwa njia ya rehema, linakuja kwa njia ya ukweli, linakuja kwa njia ya kuwekwa huru. Na anapokuja kwa njia ya kuweka huru, mwanadamu ana uchaguzi mara ngapi? Mara mbili. Sikiliza wapendwa, kumbe hili busu linahusiana maadili, lakini kwa dunia ambayo tunaishi hatuna role models. Hakuna role models ndani ya dunia. Baba anasema kwamba usilewe, yeye ndiye analewa chakari. Viongozi wa dini wanasema kwamba wanaombea taifa, lakini wanachokitaka ni tamaa zao. Yaani nchi inapotea, lakini kanisa lipo pale linaona nchi inapotea. Lakini hayo si mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Maana tumekwishaona katika kipindi cha unabii, udongo na chuma haviwezi changanyikana. Hatutaendelea kukaa tukiweka siasa na tukiweka na kanisa pamoja, haiwezekani.